Iran kuzindua satellite mpya na kituo cha anga za mbali. Iran inajiandaa kuzindua mafanikio yake mapya kwenye sekta ya teknolojia ya anga, ikiwemo kuzindua satellite iliyotengenezwa ndani ya nchi, picha za kwanza zilizopigwa na satellite yake ya hivi karibuni ya Paya, pamoja na kituo kipya cha anga za mbali katika maadhimisho ya siku ya kitaifa ya teknolojia ya anga za mbali. Mkuu wa shirika la anga za mbali la Iran, Hassan Salarie, amesema kuwa mipango inaendelea kurusha satellite zaidi angani na kuzindua miradi mipya ya anga kabla ya kumalizika kwa mwaka wa sasa wa kalenda ya Kiiran unaotarajiwa kuhitimishwa Machi 20. Amesema mfano mkuu wa kwanza wa mradi wa mfumo wa satellite uliopewa jina la kamanda mashuhuri wa mapambano dhidi ya ugaidi, Luteni Jenerali Qasim Soleiman, utazinduliwa kwa mara ya kwanza katika siku ya taifa ya teknolojia ya anga. Ameongeza kuwa Iran pia inalenga kufanya urushaji wa satellite kwa kutumia uwezo wa ndani ya nchi, ikiwemo kupitia kituo cha anga za mbali cha Chabahar. Mfumo huo umetengenezwa kikamilifu na wataalamu wa Kiiran na kwa sasa upo katika hatua ya kukamilika. Unatarajiwa kutoa huduma za kiwango cha juu kwa taasisi za serikali, sekta binafsi pamoja na wananchi wa kawaida. Mkuu huyo wa shirika la anga za mbali la Iran amebainisha kuwa maandalizi yanaendelea kwa ajili ya urushaji wa satellite kutoka kituo cha anga cha Chabahar, na uzinduzi wa kwanza utafanyika mara tu satellite na chombo cha kurusha satellite vitakapokuwa tayari kikamilifu. Iran iliingia rasmi kwenye uwanja wa kimataifa wa anga za mbali mnamo Februari 2009 ilipozindua satellite yake ya kwanza iliyotengenezwa ndani ya nchi, Omid Tumaini, ambayo ilitumwa kwenye anga za mbali kwa kutumia rocket ya Safir. Satellite hiyo iliyobuniwa kwa ajili ya utafiti na mawasiliano iliashiria hatua ya kwanza ya Iran katika usindikaji wa data za satellite. Hivi sasa Iran ni miongoni mwa nchi 10 duniani zenye uwezo wa kuunda na kurusha satellite katika anga za mbali na kisha kupokea na kuchanganua data za satellite hizo. Lakini Rais Masoud Pezeshkian ameagiza kuanza upya kwa mazungumzo kati ya Iran na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia wa Teheran. Ripoti ya Press TV imebaini kuwa vyanzo vinavyofahamu swala hilo viliambia mashirika ya habari ya Fars na Tasnim kwamba Rais Pezeshkian Jumatatu ametoa ruhusa rasmi kwa mazungumzo hayo kuanza upya. Hata hivyo, muda na eneo la mazungumzo hayo havikutajwa mara moja. Mazungumzo kati ya Tehran na Washington yaliyokuwa yakiratibiwa na Oman yalivunjika Juni mwaka jana baada ya Marekani kujiunga na utawala wa Israeli katika mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran yaliyojumuisha mashambulizi kwenye vituo vya nyuklia vya Iran. Wakati huo shirika la habari la ISNA limeripoti kuwa ujumbe wa Iran na ule wa Marekani unatarajiwa kukutana kwa mazungumzo ndani ya siku chache zijazo. Kama ilivyokuwa katika awamu zilizopita, mazungumzo yanayoweza kufanyika yataongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na mjumbe mwandamizi wa rais wa Marekani Donald Trump Steve. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa, kufuatia safari ya Araghchi nchini Uturuki Ijumaa na juhudi za Ankara kuandaa mazungumzo kati ya Tehran na Washington, mazungumzo hayo yanaweza kufanyika nchini Uturuki yakihusisha pia waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan. Mbali na Uturuki, Qatar na Misri pia zimefanya juhudi za kidiplomasia kuandaa mazungumzo hayo kama sehemu ya jitihada za kuzuia Marekani kuanzisha vita vingine vya kichokozi dhidi ya Iran. Lakini Rais Pezeshkian pia ameweka masharti ya mazungumzo na Marekani. Anasema hakuna vitisho, hakuna mashinikizo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema amemwagiza waziri wa mambo ya nje kuendelea na mazungumzo na Marekani, alimradi yafanyike katika mazingira ya kuheshimiana na yasiyo na vitisho. Katika mfululizo wa machapisho kwenye akaunti yake ya X Jumanne, Rais Pezeshkian amesema amemwagiza waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi kujibu pendekezo la Marekani la kufanya mazungumzo kufuatia maombi kutoka kwa serikali rafiki kwenye eneo la magharibi mwa Asia. Anasema, nimemwagiza waziri wangu wa mambo ya nje alimradi tu kuwe na mazingira yanayofaa, yasiyo na vitisho na matarajio yasiyo na msingi, kufuatilia mazungumzo ya haki na usawa yanayoongozwa na kanuni za utu, busara na wepesi, ameandika Rais Pezeshkian na kuongeza, mazungumzo hayo yatafanyika ndani ya mfumo wa maslahi ya taifa letu. Matamshi yake yanafuatia ripoti kwamba mjumbe maalum wa Rais Donald Trump wa Marekani Steve Araghchi wanatarajiwa kukutana Ijumaa ijayo mjini Istanbul. Juhudi hizo za kidiplomasia zinakuja huku kukiwa na mvutano unaoongezeka Asia Magharibi baada ya Marekani kutuma vikosi vya jeshi la majini katika eneo hilo. Iran imeonya kwamba itajibu kwa nguvu hata hatua ndogo zaidi ya kijeshi ya Marekani. Kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei alionya Jumapili iliyopita kwamba vita vya kikanda vitazuka ikiwa Marekani itathubutu kushambulia Iran.
Shukrani kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.